tu kwenye hili linaloendelea la mwenyekiti wetu na chama chetu, niseme tu kwamba hii ndoana walioimeza wataitapika, na kwa bahati mbaya sana watakapoitapika itatoka na maini. Utukufu wa mwisho wa safari hii utakuwa mkubwa sana kuliko utukufu mwingine wa kipindi kingine chochote kile. Nihitimishe kwa kutoa wito kwa Watanzania wote. Na wito huu ni rejea ya kile ambacho makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche alikitoa jana kwenye taarifa rasmi ya chama ambayo ilisambazwa kwa vyombo vya habari. Hivyo niweke rejea ya taarifa ambayo makamu mwenyekiti alitoa, nami niiweke kama wito hapa kwamba Watanzania wote wapenda mabadiliko, wanachadema, tusikubali uovu utawale. Iko methali hii inayosema kwamba wenye haki wakikaa kimya uovu unatawala. Kwa hivyo Watanzania tusikae kimya, tusikubali, na kila mmoja kwa namna ambavyo hapendezwi, haridhishwi na mwenendo kwa uzoefu wa chaguzi tulizozipitia, basi toka, onyesha hisia yako kwa kununa au kwa njia yoyote ile ambayo unadhani ukionyesha dunia itakuona, serikali itakuona, na Mungu wa kweli atakuelewa kwamba umenuna kwa haki au umefanya expression ya kile usichokipenda kwa haki. Kwa hivyo ninatoa wito kwa Watanzania ambao hampendezwi, ambao hamridhishwi, ambao mnapenda amani ya taifa hili, na ambao mnakubali na kutaka twende kwenye chaguzi ambazo zinaaminika. Ukipiga kura ihesabiwe, ithaminike, aliyeshinda ashinde kwa haki, aliyeshindwa ashinde kwa haki. Basi usikae kimya, fanya lile ambalo unadhani ukilifanya dunia itakuona, itakuelewa, na Mungu atakuheshimu. Ni hivi jamani, Watanzania wenzangu, yoyote anayesimamia haki, Mungu anakuwa upande wake, na haya tunayoyasema ni mambo ya haki. Kwa hivyo Mungu atakuwa upande wetu. Ni kweli walio kwenye madaraka watataja dola, watataja polisi, watataja majeshi, watataja nguvu, watakuwa na kiburi, watayadharau haya tunayoyasema, na watatuzushia maneno ya uongo, watatutisha. Lakini sisi tunaosimama kwa haki tutalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi, na mimi ninaamini kabisa tutashinda haya, na serikali hii, hichi kiburi kitaisha. Watayafanya haya ambayo Watanzania wanayataka, kwa sababu ni mambo ya haki. Hayapo, sio madai ya kuvunja amani, utulivu na mshikamano wa taifa letu. Ni mambo ya kujenga. Kwa mimi ninaamini kabisa, kwa sababu tuko upande wa haki na Mungu yuko upande wa watu wanaosimamia haki. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, polisi, ninawasihi Afande IGP Camillus, ninakusihi sana, wewe na jeshi unaloliongoza, msiingie katika hila na hujuma ya kufrustrate utendaji wa vyama vya siasa. Tuacheni tufanye kazi ya siasa. Maneno ya siasa yana ladha yake, yana utamu wake, yana mbwembwe zake. Hivi unafahamu mwanasiasa akisema tutawachinjilia mbali, it doesn't mean kwamba eti kuna watu watakapo wanashikwa makoromeo wanaanza kukatwa na misumeno na mlei. Hapana, ndio lugha za siasa ambazo zina register ukakamavu ya kile mnachokiamini. Kwa hivyo polisi, msitupangie mambo ya kusema au kujifanya mnajua sana kutafsiri misamiati ya Kiswahili na hizi lugha za kisiasa. Fanyeni kazi yenu, lindeni watu, tembeni kwenye patrol huko, watu wanatekwa, lindeni watu, msituingilie na msiingie kwenye mtego wa kukilinda Chama cha Mapinduzi. Mtatukwaza, na mtakapotukwaza, tukikwazika, kwa kweli tutapoteza kuaminiana. Tutapoteza kuaminiana, na hatutamani tufike kwenye hiyo level ya kupoteza kuaminiana, kwa sababu tunaifahamu na kuheshimu nafasi ya polisi katika taifa letu. Tunaweza tukajaribu kuimagine kwa ufupi tu, usiwe na polisi
polisi pasiwepo na polisi kwa siku 2 tu au siku 1, patakuwaje? Si tutaparaganyika humu. Kwa tunaiheshimu nafasi yenu. Tunaiheshimu nafasi yenu. Tunaithamini nafasi yenu. Sasa mnavyotupeleka tutashindwa kuamini. Ninakusii sana afande IGP Camillus, tafadhali sana wewe na jeshi lako, tafadhali sana fanyeni kazi yenu na tusichokozane, tusikwazane, tuisingiliane, tusizushiane ili tusije tukapoteza kuaminiana. Shughulikeni na mambo ambayo kimsingi ndio issues sensitive za nchi hii. Watu wamepotea, watu wametekwa. Tundu Lissu alipigwa risasi, alafu mnalifanyia tu drama, hakuna yanayoendelea. Mnatukwaza sana, na mkitufikisha mahali tukapoteza kuaminiana, itakuwa sio jambo jema na halina afya kwa taifa letu. Na mwisho, kwa msisitizo wa kipekee wa aina yake, ninaomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Ninaomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Naomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Kama nilivyosema, sisi wanachadema hatuoni haya. Mimi Amani Golugwa, I am not ashamed kumsema Mungu, na kama Chadema hatuoni aibu kumtaja Mungu katika shughuli zetu. Kwa hivyo ninawasihi wa Tanzania wenzangu, ninaomba tumuite Mungu kwenye jambo hili. Waislamu tumuite Mungu, Wakristo tumuite Mungu. Tuwe na maombi kila mmoja kwa namna watakavyoona ni vema sana. Kutoka leo mpaka tarehe 24, kutoka leo ninawaomba wa Tanzania, ninaweza kuwa mdogo sana kulisema jambo hili, lakini kwa sababu ninayemtaja ni Mungu mkubwa sana wa majeshi, Mungu muumba wa mbingu na nchi, ninaomba wito wangu upate thamani tu kwa sababu ninamtaja Mungu mkuu aliye hai, mkubwa sana. Ninaomba wa Tanzania, tarehe ya kuanzia leo mpaka tarehe 24 tuwe kwenye maombi. Mtakaoweza kuomba kwa kufunga, fungeni. Mtakaoweza kuomba maombi kila mmoja kwa namna yake, tuombe. Alafu tutahitimisha tarehe 24. Tutahitimisha tarehe 24. Kuna jambo kubwa sana Mungu anakwenda kulifanya, na mimi nimelithibitisha. Neno la Mungu linathibitishwa na mashahidi 2, 3 na kuendelea. Mpaka jana usiku nimelithibitisha hivyo. Kwa hivyo liko jambo Mungu anakwenda kulifanya, na hivyo basi ninawasihi wa Tanzania tumuite Mungu, tumuombe Mungu. Tanzania nzima, vijana, wazee, kina mama, kina baba, ninaweka sauti ya msisitizo na nimesema, maadam nimelitaja jina la Mungu mkuu wa majeshi, nikilisihi taifa la Tanzania liende mbele za Mungu, liombe kwa habari ya taifa hili, amani ya taifa hili, liombe kwa habari ya serikali ilete maboresho ya mifumo ya uchaguzi ili tuwe na chaguzi za amani. Liende mbele za Mungu kwa habari ya taifa hili liwe taifa la haki, taifa lenye kuzingatia utawala bora. Maneno ya Mungu yanasema hivi, haki huinua taifa. Mnaweza kuwa na mipango mizuri, mnaweza kuwa na madini mengi na kila aina, mnaweza kuwa na mipango na dira nzuri, kama taifa halitendi haki, kama taifa lina watu wanalia, wanaonewa, hilo taifa litaporomoka. Hivyo ninawasihi wa Tanzania wenzangu, tuende mbele za Mungu na tumsihi Mungu aliangalie jicho kwa jicho la kipekee sana, ayaponye yale ambayo Watanzania wameyaugulia, ikiwemo kuugua kuhusu utekaji na watu kupotea. Ninamwamini Mungu kama ambavyo alithibitisha kwa watu zaidi ya 3, 4 kwamba utukufu huu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko utukufu wowote ule ulioipata kutokea. Hapa ninamaanisha utukufu wa Mungu utadhihirika, na Mungu akidhihirika
maana yake ni kwamba everything's gonna be alright. Baada ya kusema hayo, nipende kuwajulisha kwamba operations ya no reforms no election itaendelea. Leo saa 8:30 Secretariat ya chama taifa itakutana katika ofisi zetu za hapa Mikocheni kujadiliana na kupanga kwa habari ya mwendelezo wa operation hii. Tunajua mwenyekiti bado yuko mahabusu rumande, lakini viongozi waliopo tukiongozwa na makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa Heche na makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Said Mzee na wajumbe wa kamati kuu, operation itaendelea with all confidence. Mwenyekiti wetu ametuambia tusiogope, kazi itaendelea. Kwa hivyo baada ya kikao cha secretariat leo, basi tutatoa ratiba ya jinsi operation hii itakavyoendelea. Ninawashukuru na asanteni kwa kunisikiliza.